Sababu swala la chakula ni swala la usalama wa taifa. Mtu yoyote anayeuza mbolea feki, maana yake anaingilia katikati ya mchakato wa kuifanya Tanzania kuwa namba moja katika uzalishaji wa chakula Afrika. Mtu yoyote anayeuza mbegu feki, maana yake anataka tusifanikiwe katika utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Mtu yoyote anayethubutu kudanganya kwenye pembejeo, maana yake anataka kurudisha nyuma maendeleo ya mkulima wa Mzoka, mkulima wa mkoa wa Songwe. Jambo hilo kama serikali hatutakubali. Na mimi kama kiongozi wa mkoa siwezi kukubali wakulima wanatiwa hasara. Ndugu zangu, wito ninaoutoa ni kuhakikisha kwamba tunasimamia wakulima wasiuziwe mbolea feki. Tumepokea malalamiko hayo mengi sana katika msimu uliopita. Wakulima waliuziwa mbolea zisizokidhi ubora na baadhi ya wafanyabiashara wasiokuwa waaminifu. Mwaka jana tulifanya operesheni na tuliwakamata baadhi yao, tukawafungulia kesi za uhujumu uchumi na kesi zao zinaendelea. Lakini mwaka huu tumetoa maelekezo kwa kamati za usalama za wilaya chini ya waheshimiwa wakuu wa wilaya, kwa sababu mimi mwenyewe maisha yangu yote ni maisha yangu ya ukulima. Wazazi wangu ni wakulima, kwa hiyo ninafahamu uchungu na kazi ya ukulima. Kwa kushirikiana na viongozi wenzangu na kamati zetu za usalama ngazi ya mkoa na ngazi ya wilaya, pamoja na mamlaka zinazohusika na udhibiti wa mbolea TFRA, lakini pia na mbegu wenzetu wa Toski, tutawasimamia wakulima, lakini tutawachukulia hatua wafanyabiashara wote ambao wanataka kujipatia faida kwa kuhakikisha kwamba wanawadidimiza wakulima kwa kuwauzia mbegu feki, kwa kuwauzia mbolea zisizokidhi viwango. Lakini viongozi wetu kwenye ngazi za kata, matendaji wa kata, maafisa kilimo, jukumu hilo tusisubiri watu wa ngazi ya wilaya. Kwenye ngazi ya kata lazima tuwe macho. Maduka yote ya pembejeo tuhakikishe kwamba yanauza pembejeo ambazo ni halali. Na nyinyi wafanyabiashara, epukeni kununua pembejeo kutoka kwa wafanyabiashara msiokuwa na uhakika nao, kwa sababu tukikukamata wewe muuza pembejeo wa Mzoka, tunashughulika na wewe, lakini utatuambia wapi umenunua, lakini wewe hatukuachi, kwa sababu tutajua upo katika mtandao wa kuuza mbolea feki na kuuza mbegu feki, jambo ambalo ni hatari, kwa sababu biashara yako itakufa. Kwa sababu kesi utakayofunguliwa ni kesi ya uhujumu uchumi. Unahujumu uchumi wa mkulima wa Mzoka, unahujumu uchumi wa taifa letu la Tanzania.